tena sina futari, bora tange kwa peke yangu na watoto na mke na watoto, na mke ashaamua kufuata amri za Allah. Siku moja tukashindia maji usiku akieleweki, namwambia mke wangu tupige rakaa mbili, anaambia mimi naona nikisali kama imani inakufa, naona ndo hali inazidi kuwa mbaya. Nilimwambia tu Allah, nitahini katika mambo yote, lakini riziki ni jukumu lako na Uislamu ni dini yako, fala tuayir dinaka, usiaibishe kwa haya ninayokuomba. Wewe unaweza kunipa kuanzia leo Athman Michael, nsifikirie na kula nini. Mimi nifikirie dini, nifikirie mengine. Nitaumwa nitastahamili, mtihani wa kuumwa unastahamilika, mtihani wa aibu unastahamilika, lakini mtihani wa njaa ustahamiliki. Mnasemaje Waislamu? Kwanza ukiwa huna uhakika akula unakuwa mnyonge. Wacheni nikwambie kweli, hapa ujui utafuturu nini nyumbani. Niambieni ukweli, hii darasa utasikiliza? Shekhe usikilizi, na kama utasikiliza yani wewe ndio utakuwa unanielewa kuliko watu wote. Lakini yule ambaye hapa kuna shilingi 30 mfukoni, anakuta saa nyingine anasinzia, hana pressure, yani njaa hiyo ni hivi. Nikamwambia Allah, hii ni Ramadhani umeileta kwa haki, mimi sijui hela zinapatikana wapi, na wewe ukimpa mtu umwandiki barua. Sasa mimi ninachokuomba, sitaki hata siku moja niwaze leo nakula nini, ili nakuachia wewe. Sitaki kuwaza leo nakula ninachokipata, nijalie lile ninakula ninachokitaka. Na wewe si umetangaza ya ayuha rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum, mitume kuleni vizuri, ya ayyuhalladhina amanu, waumini kuleni vizuri na tendeni mazuri. Vizuri na vilaje? Mimi kwa mfano nikiwa pale mihrabuni markaz, nimenyanyua mikono nikafanya tadharruan, nikaomba dua muda mrefu, tena ilikuwa wakati baada ya asr, mchozi huu unashuka. Unajua kwa nini nalia? Na mvua ya madeni, afu madeni yenyewe ni tumbo langu tu, na kati hata chizi anakula, watu wanamwasi Mungu anakula tu. Mimi nasali sala 5 bwana, natoa khutba. Sasa inakuwaje namna huo? Ni mtihani. Najua mitume wamepewa, lakini mitume si kama mimi na wewe. Mwenyezi Mungu nipe. Allah anajibu dua. Sasa nitakwambieni, nimeomba dua sana na njaa nimepitia, lakini wallahi sikuficheni, na hisi kilichoniopoa hasa ni dua niliyoiomba ndani ya Ramadhani. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa na watu ambao hakukuwa na ahadi ya vita vya Badri. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum, mliomba hifadhi kwa Mola wenu akakuitikieni. Vita vya Badri, dua mtume aliiomba Ramadhani. Alivyoiomba Ramadhani ilivyojibiwa, maana kazungukwa na watu 1000, yeye yuko 300 na sahaba wake. Ilivyojibiwa ndani ya Ramadhani, shekhe, walishuka malaika na mapanga. Dua wakati mtume anaomba, angalia vita vile, idh yughashikumun nu'as, mbele kuna vita, Mwenyezi Mungu akapiga wote usingizi. Wewe ushai kumwona mtu analala kwenye vita? Maana kwenye vita tantiqu lasin, ndimi hizi kimya, kinachozungumza ni panga kwenye mimbari za shingo. Unazungumza mpirani huko, piga hapa, lakini vitani hamna haya mambo hayo, kimya. Kinacholia panga, bastora. Lakini kwa maajabu ya dua, Mwenyezi Mungu aliwapiga usingizi wote. Walivolala, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, minal malaikati munzalin, minal malaikati musawwimin. Wakashuka malaika. Dua hii
Dua si mchezo. Baada ya malaika kushuka, ikateremka mvua kutoka mbinguni. Ile mvua ilikuwa na maajabu, liyarbita ala qulubikum, ikaongeza imani. Lakini pia mwenye janaba aoge, mwenye kuondoshewa uchafu wa shetani. Na ikawa wale wasiokuwa Waislamu kila wakikanyaga mvua ile mueleka, hapo Waislamu watelezi, mpaka Abu Jahali anauliwa na vitoto vidogo kabisa. Dua iliombwa kipindi cha Ramadhani. Ndiyo maana mtume wetu Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ramadhani alikuwa akikodolea, fa idha dakhala ashrul awakhir min Ramadhani. Chukua hiyo action yake hiyo, ilikuwa anasikilizia mtume likiingia 10 la mwisho la Ramadhani. Kulikuwa kuna vitu vitatu anavifanya. Cha kwanza, shaddal mizar, alikuwa anafunga kibwebwe, anafunga mkanda, anaamua kujiandaa kwamba jamani, 10 la mwisho nsiguswe, siendi kusukuma toroli wala mkokoteni wala kuuza kiremba wala chochote, naacha dunia. Ni uwanja wa dua huu. Mimi na wewe hatujajiandaa na vitu hivyo. 10 la mwisho, soksi sijapata, baibui hajanunua. Wenzio kila Ramadhani wanaweka itikafu. Kuna kuhuisha, kuna kutafuta, kuna mkesha wa Lailatul Qadri mbali, na kuna itikafu mbali. Itikafu ya Ramadhani inaanziwa alfajiri, na itikafu ya Ramadhani ni siku zote 10 la mwisho lile. Tena itikafu ya Ramadhani la yajuzu lilmu'takif, haifai kabisa anayefanya itikafu an yashhada aljanaza, hata kwenda msibani hakuna, wala yaudu almaridha, hakuna hata kwenda kumtembelea mgonjwa, wala yuqabil wala yubashir wala tubashiruhunna wa antum aqifina fil masajid. Hata mke hakuna kumkumbatia wala kutoka kwa chochote, hakuna kutoka. Hiyo ndio itikafu hiyo. Wewe umekuja kulala msikitini usiku, asubuhi kwenye shughuli zako, kwa sababu huna tonge, hiyo sio itikafu, huo ni mkesha wa Lailatul Qadr. Mtume alikuwa akiingia alfajiri hakuna kutoka. Si mnaona markazi hapa? Marhumu Mzee Maulid Kayanda, kwa wanaomfahamu, maisha yote mpaka anaondoka duniani alikuwa na hema lake markazi pale, itikafu. Sheikh Abdul Wakati kila mwaka hapo itikafu. Maulana Bakari Mwanza kule tunapiga kambi ya itikafu. Kanu kama antum, wao kama nyinyi, nao wanataka kutarazza wasatakunu kama kanu. Tukiseti Ramadhani nasi tutakuwa kama wao tu, au watu wa kawaida tu. Hauna hata mwaka mmoja ushai kukaa itikafu. Mzee wetu yule pale Sheikh Abubakar kila mwaka Mombasa itikafu, na Jafa anakula anakunywa maamuzi. Ramadhani tushasema inajitaka peke yake maandalizi. Tulikuwa hatusemi tu jamani Rajabu, hii Rajabu ndio inaandaliwa Ramadhani. Ramadhani haiandaliwi ndani ya Ramadhani, umechelewa. Setting mapema. Unajua kwa nini sasa watu wanaacha mambo yao wakafanya itikafu? Kuseti mambo. Nikwambieni kitu, kuna baadhi ya watu anaweza akafungua taasisi ya hija, akabarikiwa na Mungu, pengine akapata pesa za kula mwaka mzima mpaka hija nyingine, pengine ni mfano tu. Sasa na sisi tusiokuwa na mataasisi kama hayo, hii Ramadhani hii ukiiseti, unaweza ukapata bajeti ya mwaka mzima mpaka ujao. Sasa lazima ujifunge kibwebwe, lazima dunia uipe talaka. Kwa hiyo Mtume alikuwa shaddal mizar, akifunga mkaja, wa aiqadha ahla, akiamsha familia yote kuingia kazini, wa ahya lailahu, akiuhuisha usiku mzima. Hivi nani na nani mwaka huu anasema ya itikafu keshi? Ashajiandaa na hiyo siku 10 nzima msikitini. Hizo siku 3 za tablighi hatuendi. Halafu ukimwangalia mwenzio anayekesha msikitini na itikafu, ana mke ana watoto, wewe una hata mke, hata mtoto huna, au na mtoto mmoja. Kinachokushinda nini?
hawa kuna kitu, kuna siri, kuna kitu nyuma ya pazia wamekiona. Na kama unavyowaona watu wakienda hija Maka, tunaambiwa wale wanaoenda Maka, ukienda kila mwaka utakuwa unatamani kwenda, basi na wewe mwaka mmoja ukiweka itikafu tu, kila mwaka ukosi mpaka unakufa. Na kheri hizi usipozifanya sasa hivi, Ibilisi kafungwa, utazifanya lini? Na we uone aibu? Hii ni sunna ya Mtume hii, kwamba mpaka unakufa hujai kupiga kambi msikitini kwa ajili ya Ramadhani. Yani kiwepesi wepesi tu unataka Rabbana tena, huyo fantashiru uko mtaani huko, wenzio wako msikitini, darasa kama hizi, watu wanapiga tasbihi, wanasubiria hiyo Lailatul Qadri lini, itikafu lini. Ufikiri utakuwa sawa nao? Utapata, lakini shekhe, ndio hivyo. Hata wachimbaji wa madini, kuna wachimbaji wadogo na wakubwa na kwa kawaida unaambia usifanye vitu vidogo, fanye vitu vikubwa. Ya sahiba dua, ewe mwenye kumuomba Mungu usochoka, mimi nakwambia una lako jambo. Acha hizo biashara hujazichoka, kila siku unafanya, mara zimefeli, ikiingiza 200,000 na tala janga la 500,000. Hebu hizi kwanza ziache, mfuate alozitoa hizi biashara, mkimbilie msikitini. Ndio maana ukaambia la yasihu i'tikaf illa fil masajid aljamia. Ndio hivyo i'tikafu kwa ile heshima yake lazima upate msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Haitaki hata vimsikiti vidogo vidogo, lazima upate msikiti unaswaliwa Ijumaa, msikiti mkubwa ukaweke kambi. Sasa si nitakwambia tena, ukiwa kwenye itikafu shekhi, hata hapo nje usitoke, msikitini kambi tu. Tunajua itikafu sisi bwana, wenzetu waliopita mtu anajicholea mpaka mstari hapa atoki, haji msikitini kucheza. Lakini wewe ukishaingia itikafu za siku hizi nazo bwana, za kidesign, unaingia na TikTok zako msikitini, una matatizo wewe shekhe. Simu acha nyumbani huko, wasintie pressure, zima hiyo simu, staki, nimetengana na ulimwengu. Sayyidina Ali anaiambia dunia, ilayya tagharrarti ilayya tashawwafti hayata ghurri ghairi qad batattuki thalathan fa umruka qasir. We dunia, utaka kunidanganya mimi? Una aibu? Unajipendekeza kwangu wewe, siku zote unaamka na mimi, unalala na mimi? Hapana, katafuta kumdanganya. Nishakupa talaka 3 Ramadhani hii. Kila mtu shekhe, umejenga hujajenga, umeezeka hujaezeka, vimekuwa havijakuwa, iambie familia nikomeni, tutaonana Idi 10 la mwisho, mimi na neti yangu msikitini na simu hii hapa. Sitaki mtu anitafute. Akifa mtu zikeni. Huku ndo kutamarkuz. Ukisikia markazi, kustreki, kutamarkuz, tena nakwambia mtu yoyote anayemtafuta Allah atampata. Huku ndo kutamarkaz. Sisi tunamtafuta Allah tukiwa na shida. Taarafu ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shidda. Usisubiri, kwani mimi nina shida gani hasa? Mbona sina matatizo? Mtume akwambia mjue Mungu ukiwa hichi kipindi huna matatizo, mtakutana naye wakati wa majanga. Innahum fityatun amanu wazidnahum huda. Vijana wa ashabul kafi walimtafuta Mungu, hawana matatizo, wakampata Allah. Na nikwambie bwana, wallahi ukimpata Allah shekhe, umepata kila kitu. Na ukimkosa Allah umekosa kila kitu. Yule pale anaitwa Sheikh Saidi, yule anaitwa Sheikh Saidi. Leo nilimwambia kitu kimoja, na ndio ukweli wa mambo, na ninalisema sana. Hata yule Sheikh Abubakar nimemwambia, amekaa na yule bwana pale anaitwa Yusufu, pia wanalijua hili jambo. Hata huyu hapa kameramani analijua, na baadhi ya makamera. Nawaambiaga, yani nikiacha yangu, nikienda darasa tu, basi hata kule ofisini kwangu wateja hujaa wengi, na nikikata darasa tu akueleweki. Leo shekhe alipokuja nikamwambia, shekhe bwana, leo watu wengi, na watu kweli walikuwa wengi, na pesa nimepata. Nikamwambia nikienda mimi darasa tu lazima tiki. Lazima tiki. Yani Allah anataka ufanye muhanga alafu haupokei, hauchukui yule muhanga wako. Yani uoneshe tu nimefanya. Hasa Nabii Ibrahim kafanyishwa muhanga mkubwa,
mchinje mtoto, ashachukua na kisu, ataka kumchinja afu Allah anamzuia, basi nishaona, mimi nitaka nione tu. Sasa Othman Michael katoa muda aende kuwakumbusha watu wakiwalani, ule muda tu afu Mungu anamrudishia zaidi na zaidi. Yani kuna watu tunashindana, kila tukishindana yeye anapiga hatua 10 nyuma kwa sababu kamwacha Allah. Mimi hatua 100 mbele kwa sababu nimemshika Allah. Mpaka siku moja nilimwambia shekhe mmoja, Maulana Abubakar, nikamwambia mimi kinyang'anywa dini, shekhe, sina maisha tena kuishi. Vijana wenzangu, dini ndio ya kushikilia serious. Yani ukishikana na dini ukosi. Sisi wakati tunasoma skuli na chuo, wenzetu wazazi wao wakaambia usichanganye, someni mpate maisha. Basi sisi tuloshika dini tumekuwa na maisha, wao hawana chochote. Huyo ndo Allah. Kwa sababu yule mtu ambaye mbio zake zote itakuwa dunia, hujaliwa baina ainaihi alfuqara, usoni mwake anawekewa tambara la ufukara tu, hujiona hana. Lakini yule ambaye mbio zake akhera na akaiendea mbio haswa, yatihi dunia wa hiya raghima, na hilo ndo tunataka muraghama. Mwenyezi Mungu anakuletea dunia ukiwa hata una haja nayo. We haja yako gari moja, utakuwa na gari zingine zinaoza huko uwani, utakuwa unabadilisha magari kama nguo. Haja yako wewe ni mke, Mungu atakupa wake 2 watatu. Yani huyo ndo Allah. Kitumbo chako kinahitaji 10,000 kwa siku, umeshiba, atakupa mamilioni na ubabaiki. Na akikuletea dunia kidunia hiyo ya moto, shekhi, gari lako pressure, mke wako utaka kujinyonga kwa ajili yake. Walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ndo itatuliza nyoyo zetu. Sasa mabwana, Ramadhani ndo hii, sote fafirru ila Allah khifafan wa thiqala, kwa uzito uliokuwa nao na wepesi, mkimbilie Allah. Hata kama ulichelewa kuiandaa Ramadhani, kuanzia leo siku ya Jumatatu sema, nilichokifanya leo kwa Ramadhani, kesho naahidi nitazidisha, kesho kutwa nitazidisha, mtondogoni nitatafuta kipi sijafanya, mpaka Ramadhani ya mwisho aisee nimepanda sana. Alafu hilo 10 la mwisho hilo naahidi kukaa itikafu, nione Allah atanipa nini. Sasa wewe utakayekaa itikafu utapata nguo zaidi za familia nzima. Wewe ulokimbia itikafu mpaka Idi inaisha, hata kigauni hata kijora hujapatia, lawama vidole mpaka machoni. Narudia tena kusema, ukiacha jambo lako kwa ajili ya Allah, Allah atakupa ziada. Njoo msikitini, soma Qur'ani, kumbushaneni kheri. Hasa kama hii Ramadhani ni kipindi cha kukimbia darasa kama hizi, utakaje sasa? Shetani hayupo. Yani we uone hata kama makosa vile, usisubiri hizo tende za mgao ziko wapi. Mimi nitaka kugawa, mimi nitaka kutoa, mimi nitaka kusaidia mimi. Hichi ni kipindi cha kutoa. Na ikiwa ndugu yangu una dhana ya kupewa, na hata ukiomba usiombe kimakosa, Mungu mjalie mtu aje anisaidie. Hapana, usiseme hivyo. Mwambie tu Mwenyezi Mungu ninyoshe. Ndio maana wanasema wanachuoni, hata tukimwomba Mungu, muombe Mungu kitu, usimwombe hela bwana. Mwenyezi Mungu nipe pesa nioe. Anaweza akakupa pesa afu ukaoa mke matatizo, kwani hajakupa? Kile unachokitaka ndio kipoint. Mwambie Allah, nataka nyumba, nataka mke, nataka gari. Mwenyezi Mungu anaweza akakuletea gari bila hata shilingi. Inaonekana kama udaruweshi, lakini hiyo ndo hakika. Usiweke power katika pesa. Mwenyezi Mungu kukuendeshea mambo yako we, si lazima pesa. Hilo alipo kabisa. Sasa sinikuambie nimalize maneno. Nimekaa nyumbani sina moja wala mbili. Haya hapa kwani nimetumia pesa? Pesa haimalizi matatizo bwana. Pesa si kila kitu. Pesa inaweza ikanunua kitanda, hainunui usingizi sheikh. Inaweza ikanunua mke, lakini hainunui mapenzi.
Umetoa pesa zako nyingi, alafu upati mapenzi. Umetoa pesa yako nyingi, kitanda cha milioni ngapi, jumba hilo, usingizi hamna. Pesa inaweza ikanunua dawa, lakini hainunui afya. Wangapi wana pesa kujitibu sukari, lakini afya kila siku mgogoro. Ikitoka kensa, mara anabusha ngiri maji. Ikitoka busha, mara sijui haoni, mara sijui kisukari, sijui matatizo makubwa haya. Ili tufanikiwe sisi, nughayir yaqinuna, tubadilishe mtizamo, imani zetu, yaqini zetu, minal makhluq ila al-khaliq, kutoka kwa viumbe tumwelekee muumba. Minal ashiya ila al-amal, kutoka kwenye vitu kuelekea amali saleh. Tumekatufundisha shida ya chumvi mpaka ghorofa kumwomba Allah. Min mushahadat min nadhar ila al-khabar, tusiamini sana tunavyoviona, tuamini khabar, tuamini mambo ya ghaib. Sisi ni watu wa ghaib. Hata macho yako usiamini, amini Allah kasema nini, mtume. Maka sehemu ya dhahiria unaweza ukaona sehemu hii ni hilaki, hapa hakuna njia, ni kufeli, ni kufa. Pale pale itakiwa uwe na imani kwamba hii sehemu sasa ndo nusra na msaada wa Allah unakuja. Ndio mambo yalivyo. Sio na Nabii Musa kapelekwa mbio, inaonekana bahari wanazama, lakini pale pale Mwenyezi Mungu katengeneza barabara. Unaona ndogo hilo? Ndio uwe na mtizamo huo. Jicho lako moja lione dunia, jicho jingine lione khabar. Esh qala Allah, Mungu kasema nini hapa, mtume kasema nini, utakuwa upagawi. Baba fulani, mtoto, sijui ambia yupo Allah, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Kuna mambo ujikanushe. Hasa Nabii Allah Ibrahim kapelekwa kwenye moto, ile moto kumchoma kesi, wakatengeneza kitu kinaitwa manjaniq, na mtu aliyokitengeneza anaitwa Haizan. Kama mbaula, mrusheni moto mkubwa, moto unabakizaga kitu. Ni sura ya maangamivu, lakini pale pale Nabii Ibrahim hakuutizama moto, kwa sababu dharun wa nafi'un, madhara na manufaa ni sifa zake Allah, majina ya Allah. Kwa hiyo moto hauchomi, haudhuru mpaka Allah ukadirie. Kwa hiyo alichokikimbilia mwenzetu katika shida kama ile, hakwenda magharibi wala mashariki, moja kwa moja alimtafuta Allah. Alisemaje? Hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Na wewe kwenye majanga, shekhe, mbona uyasemi maneno haya? Anayenitosha mimi ni Allah, na yeye ndo mbora kutegemewa. Na yeye mwenyewe asema man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, anayemtegemea Mwenyezi Mungu wallahi Allah anamtosha. Kwa kusema kilma kile, Mwenyezi Mungu anasema ya nar, harfu nida, wewe moto, wewe moto, kuwa bardan, moja hilo, wa salaman, pili hilo, ala Ibrahim, isti'la, tatu hilo. Wewe moto, wewe kazi yako kuunguza. Ukishaomba dua, hiyo ni dua. Kuwa cha kwanza baridi. Wanasema Mwenyezi Mungu angeishia pale, ule moto ungekuwa baridi kama thalaja, kama freezer, angekufa na baridi. Akaongeza wasalamun, baridi yenyewe iwe kama mukayyaf, air condition, baridi nzuri ile, kiyoyozi. Tena angeishia hapo, ingekuwa moto wote dunia nzima, ukiingiza mkono kama AC. Lakini akavua ala Ibrahim, baridi kwa Ibrahim peke yake. Mimi na wewe ingiza mkono uone shughuli yake. Huyu tu Ibrahim peke yake. Sasa usiangalie lile tukio, wewe kinachotakiwa uangalie ibra. Alifanyaje? Alipiga makelele? Alienda mbio? Aliita polisi? Alisema neno tu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wewe huna kazi, unashindwa kuomba dua kama hii? Na hii dua unaiombea wapi? Kipindi chake si ndio hichi? Saida Maryam alayha salam, mama yake Nabii Isa, kipo kitoto kidogo chini ya miaka 2. Kikiwa kitoto, Nabii Allah Zakaria anaingia, kuingia mimbarini, wajada indaha rizqa, wakati wa ukame
kakuta riziki, matunda, vyakula mbalimbali. Alishtuka. Mtoto ni mdogo, hawezi kusema, lakini alimsemeza tu, ambia ya Maryamu anna laki hadha, we mtoto, mbona sielewi haya, umeyapata wapi? Hapo ni mdogo. Hapo akatamka Sheikh kwa uwezo wa Allah, asema hadha huwa min indillah. Yatoke wapi haya? Walillahi khazainu samawati wal ardhi. Bana, Mungu ana kila kitu, haya yametoka kwa Allah. Afu akaongeza inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabe, Mwenyezi Mungu anayemtaka anampa bila kumhesabia. Hapa kuna falsafa kidogo. Kuna watu wamesoma na masters, amesomea economical, iktisadi, uchumi, kila anachokitumia anaandika bajeti ya mwezi, tumetumia hivi, na we unaandika na penseli yako nyumbani matumizi, lakini shekhe aendelee kila kiandika hizi pesa mbona napata, mbona hazikai, 200 itaenda huku, 300 itaenda huku, hali vizuri na hapati. Na mwingine atumia ovyo ovyo tu, gari siku mbili kagonga kawana nyingine, waona baki, yani jamaa angekuwa na akili angekuwa mbali sana. Ndio Mungu kashampa bila hesabu, we bado kwa manati. Sasa hili neno hili Nabii Zakaria tunalipata, inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kumbe Mungu akiamua kukunyoshea maelezo hamna kuhesabiwa. Bwana mimi nina jambo, akapata mawaidha kwa kitoto anachokilea, akasema na mimi nina langu. Fadaa rabbahu fil mihrab, akaenda kwenye mihrabu pale, akatenga muda. Alichokifanya ni dua, alilia rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Mungu, unajua mimi ujane mbaya, sina mtoto hata wa dawa, mkewe ashakoma hedhi Sheikh, yeye ndo mtu mzima, anaomba tu kwamba msikate tamaa na rehema za Mungu, lakini si wakati wa kuomba mtoto. Lakini kwenye dua pale pale malaika akamwambia inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ndiyo Mungu atoi bila na sasa hivi unaletewa mtoto. Yamesema kaifa yakunu li ghula, sasa huyo mtoto anakujaje? Kwanza amrati ya akhira, mke wangu mwenyewe kikongwe, hata ile damu ya hedhi hana tena. Akamwambia basi tu Mungu mambo yake, utajikuta tu umekata kauli. Sasa kipindi hicho zidisha dua, adhkari, msabihi Mungu asubuhi na jioni, kazana. Sisi huku sisi tunaweka mimba, kazaliwa Saina Yahya, hata jina kamchagulia mwenyewe Allah. Wewe na mke wako mmemaliza mahospitali yote. Jamani, Ramadhani ni mwezi wetu, ndio ishakuja, jifiche 10 hizi za mwisho, anza kuomba mtoto kwa dua hii, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Uone, isome kwenye maji, nyweshe mkeo, kunywa na wewe unahangaika na mizizi tu. Una nguvu ya kiume hapo nzuri, inaleta uzazi. Wewe ushaambiwa mayai huna, usikate tamaa Sheikh. Wewe unaambiwa mazazi, huyo mkewe Saina Zakaria kizazi kimekufa. Haya mambo sio entertainment tu kwamba mufurahi, inakhudhahu ibra, mchukue mazingatio. Pana dua pale. Nimalize 18 sana. Nabii Allah Ayub kaumwa kaoza, wasema ma aslamta fi a'dha'ihi illa lisanan wal qalb, hakuna kilichosalimika, ulimi na moyo tukaoza. Yupo jalalani, akaanza kuomba dua. Dua gani aliomba? wa Ayuba idnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, rabbi anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, rabbi anni massani ash-shaytan. Akaomba dua kama hizi, Mwenyezi Mungu akampa shifa. Akaambia Sayyidina Ibrahim, Jibril, mpelekea haraka sana dawa. Dawa yenyewe ufikiri ilikuwa kitu kikubwa, operesheni basi. Shekhe, maji tu. Akaambia kunywa kuondosha cha batin, na mengine oga kuondosha cha dhahir, na tunakuambia wajana kila kitu tumekifanya uhai kupitia maji. Sasa sikiliza, umeshakuwa na tezi dume,
Aya, watu wanakufa shekhe, una hela gani ya kujitibu? Watu wanajitibu nje. Waambie sifi ma'i Allah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nao uradi wa Nabii Ayubu, nitapona. Shekhe wewe unafanya mchezo, ushapata kensa, mnalia nyumba nzima na watoto wenu, kila anayekuja kutembelea unalia nini? Hapana, usilie shekhe. Sema mitume wamepatwa zaidi ya haya. Kaoza Nabii Ayubu, Mungu akampa mwisho kabisa maisha mimi na wewe magumu. Nataka dua ya maisha magumu. Nabii Musa alayhi salam kalitafuta janga, ndugu yangu, kaua mtu bila kukusudia, ndio kishaua. Akakimbia mji kwa mguu kutoka Dar mpaka Singida, kilomita 700. Usifanye mchezo, usiulize amewezaje kukimbia. Shehe, kwenye kifo unakimbia wewe. Kuna mtu alikimbia Burundi mpaka Kigoma kwa mguu. Kwenye kifo unakimbia, ndugu yangu, wallahi unakimbia. Usishangae hapa pakitokea jambo ukapita hapo dirishani, na ukiuliza umepitaje, usishangae. Kifo balaa. Kakimbia mpaka kule, kafika mpaka nchi ya Jordan, Madian Madayin. Sasa niko hapa Madian na siku sijui ngapi sijai kula tonge, sielewi inakaa kwa nani. Mbona huu mtihani? Pale pana mti, akapanda juu ya mti, kulala usingizi unakuja na njaa. Wallahi alisema neno zito kakaangu, liseme ili neno, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Mwenyezi Mungu Bwana, kama kuna khairi yoyote mimi sioni Bwana, kama kuna kitu chochote nahisi nimepewa sioni, hali taabani. Nabii anasema maneno mazito haya. Basi kwa kusema neno lile, pale pale akapewa ukubwa, cheo cha juu duniani, utume, akafanywa nabii. Tena nabii wenyewe si wa mchezo, ulil azmi minar rusul, wale mitume wenye majukumu makubwa. Kapewa heshima kuliko baba yake Adam. Alafu akafanywa mtukufu, yani utukufu wake baada ya Mtume Muhammad, namba 2 wa mitume watukufu yeye. Jambo la tatu, kaoa binti mzuri, alafu kaoa binti wa mkubwa, kaoa binti wa mtume mwenzie. Nabii Musa alikuwa na wake 4 bwana, wake 4 na watoto alikuwa nao. Alafu Mungu akampa power. Shekhe alipindua nchi nzima ya Misri, kamua mpaka Firauni mwenyewe, mamlaka makubwa, akakubalika. Kwa hiyo akawa anaitwa akramu bani Israili, mtukufu wa bani Israili. Dua moja tu, Rabbi lima anzalta ilayya min khairi. Sisi wavivu kuomba dua, hatufuatilii. Yani Qur'ani yetu mtu anaweza akaslimu leo akajua kila kitu na akakuacha mbali sana. Wanasemaga mwenye bahati ya bahatiki. Sasa hizo dua zote, hizi habari zote nilizozisema ndio hiyo Qur'ani. Qur'ani yenyewe imekuja Ramadhani yenyewe ndio hii. Kwa hiyo mimi niseme, jamanini, hichi ndio kipindi. Mwambie Mungu akupe mwelekeo. Unajua shetani yupo kazini. Shetani kila siku anakutengenezea zengwe ufirisike, anakupelekea maasi. Unajikuta ikisha Ramadhani tu, yani wewe zina na si kwamba kila anayefanya maasi anapenda, moyo unamuuma kweli. Yani mimi najikuta tu nazini, yani astaghfirullah, hapendi. Shetani anakushikia hapo, kwa sababu ukitoka kwenye toa ya Allah wewe unakuwa maskini. Unakuwa maskini kabisa. Sasa kipindi hichi dua, kama mmenielewa, wallahi siku 10 hizi za itikafu uzikosi. Na hizi siku 10 kwani ufikiri tunayoyafanya kule nini? Ni kuomba dua, hasa zile dua za mitume waja wema. Wenyewe wanatuambia tashabbahu ma'a kiramin. Kama nyewe wajanja jifananizeni na watu wema. Yani wewe kama mjanja usijifananize na vituko, sijui simuige sijui mchezaji fulani au msanii fulani, jiekti na wale watu wema. Mimi nitaka dua ya Nabii Ayubu, Nabii Shuaibu, Nabii nani, mfuate imamu Wembu, Nabii fulani eti aliomba dua, na hakuna mtume ambaye dua yake haipo hata mmoja.
fa in lam takunu mithlahum, kama hamjawa kama wao, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Uko kujifananiza kwenye shekhe, umepiga hatua, ni kufanikiwa kukubwa. Tafanya hivyo inshallah. Fadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.